Basi siku hiyo wakina John Ngwelu wakapelekwa kwenye shamba la siri sana linaitwa Bidula Farm. Bidula Farm ilikuwa ni kama shamba, na wananchi wengi wanaolizunguka ile Bidula Farm walijua ile ni shamba tu la kawaida, lakini kumbe ilikuwa ni jela ya siri ya usalama wa taifa. Walipofika pale walipokewa na maagenti watatu wakiwa wamevaa nguo za kawaida, wakiwa na sura za kutisha sana. Kwanza akiitwa Karati, wa pili akiitwa Mazobe pamoja na Binu. Wakamwambia, ndo hawa vijana? Yes, karibuni katika shamba hili. Wakawapeleka mpaka ndani kabisa. Kufika kule wakina John Ngwelu wakawa wanaangalia. Waliyaona kama walioona kule, lakini alikuwa na ukatili zaidi. Kuta pale watu wengine wako chini wanakaribia kukata roho, wengine wamefungwa minyororo, wengine wanatoka madamu. Kila kitu pale ilikuwa ni hovo and chaotic. Sasa wakasema, leo mmekuja kufanya mateso kwa vitendo. Muda huo kuna mfungwa mmoja alikuwa yuko pembeni pale. Alichukuliwa na huyu mtu anaitwa Mazobwe. Mazobwe akatoa kickbox cha huduma ya kwanza. Wakina John Ngwelu wakajua labda anamfanyia huduma ya kwanza, lakini akachukua mkasi akamkata ulimi yule mfungwa. Yule mfungwa akaanza kutoka damu nyingi sana. Wakati huo wakina John wanaangalia, wanasema nini kimetokea. Wakaambiwa wakina John ambao walikuwa wanakunywa pombe pamoja na kuvuta bangi, sasa ni muda wenu kumtesa huyu mtu. John Ngwelu akapewa chupa, akaambiwa aingize sehemu ya haja kubwa. John Ngwelu bila kusita, kwa sababu alikuwa ajua kisito atapigwa, akamuingiza mfungwa ile chupa sehemu ya haja kubwa. Baada ya hapo, kwa mfungwa huyu wa pili hali ilikuwa ni mbaya zaidi. Akapelekwa kwenye kifaa cha umeme ambacho wataalamu wanakiita electrocution. Akafungwa. Kina John Ngwelu anaangalia, umeme ukafunguliwa. Kina John Ngwelu anaambiwa waongeze voltage za umeme. Yule mfungwa akawa anatetemeka, shoti nampiga. Alipiga haja kubwa pale pale, na bahati mbaya yule mfungwa katika mateso hayo alifariki wakina John Ngwelu akiwa wanamuona. Na hapa, ndugu mtazamaji, unaona kabisa hawa watu hawauthamini uhai wa mtu yoyote wakiwa kwenye kazi zao. Hii ilikuwa ni system ya mauaji, na ni system ambayo haina uhuru. Wakina John Ngwelu siku inayofuata wakapelekwa kwenye shamba moja linalindwa na Zimbabwe Defense Force. Zimbabwe Defense Force ni jeshi la Zimbabwe. Walifika pale na magari wakashushwa. Watu wa Zimbabwe Defense Force wakauliza, hawa ndio vijana wapya? Hebu twende tukaonyeshe kambi za siri. Wakapelekwa chini kabisa kwenye maandaki. Kufika kule waliwakuta mabinti wa miaka 18 mpaka 22. Mabinti hawa ni tofauti kidogo. Hawa walikuwa wametoka kwenye chama kikuu tawala. Shaelewa? Sasa mabinti hawa walikuwa wamefanya maandamano. Katika maandamano hayo yalikuwa yanampinga Robert Mugabe. Agent mmoja akawageukia wakamwambia, hawa mnaowaona hawa walijaribu kumpinga Robert wakiwa ndani ya chama, na nyinyi tumewaita mje kufanya mafunzo kwa vitendo. Unajua nini waliambiwa kina John Ngwelu? Wakaambiwa wawabake wale mabinti. Wakina John Ngwelu waliwabaka wale mabinti. Unajichagulia tu wakubaka. Sasa unaona kabisa kwenye hizi mission za siri hazichagui umri wala jinsia. Mabinti wale walikuwa wanabakwa kwa sababu tu ya kumpinga Robert Mugabe. Ndo hapo John Ngwelu akaanza kusema, niko katika wrong table. Ndo hapa John Ngwelu akaanza kusema, I have to do something. John Ngwelu akasema, sikuzaliwa kufanya hichi kitu. Hichi kitu cha usalama wa taifa hakinifai. Basi John Ngwelu pamoja na rafiki yake mmoja anaitwa Gideon walikaa wakadiskasi, wakasema, sisi ni wasomi, kwani tunafanya kazi ya kishetani namna hii? Hatukutegemea kama kujiunga usalama wa taifa ni kazi ya kihuni namna hii, kuchukua uhai wa watu, kubaka pamoja na mateso makali. Wakakaa chini wakapanga mpango wa kutoroka. Gideon akasema, muda mzuri wa kutoroka ni saa 11 asubuhi. Wakapanga, wakaisoma ile kambi ambayo walikuwa wamefikia, wakajua kwamba mida ya saa 11 huwa kuna kubadilishana lindo. Muda huo wakina John Ngwelu ndio muda wakasema tutatoroka. Siku ya tukio ikafika, wakina John Ngwelu saa 11 asubuhi wakatoroka. Wakawa wamepotea. Lakini kumbe ile kambi huwa ina miuzio miwili. Kuna uzio wa kwanza na uzio wa pili.
filimbi zikalia. Wakina John Ngwelu pamoja na Gideon wakawa wamekamatwa, wakapelekwa moja kwa moja Asembo. Akatokea agent mmoja anaitwa Mazombwe, akamwambia hawa vijana bwana walikuwa wanataka kukimbia, tutawaonyesha mfano. Wakapelekwa sehemu moja panaitwa garage. Aisee, walipigwa viboko mno na mateso yote ambayo unawajua, kisha wakatupwa selo. Siku inayofuata mpishi wa chakula akawa anampelekea John Ngwelu chakula. Akamwambia, John Ngwelu, unajua wewe umepona kutokana na kwamba bosi wa hii kambi Mazobwe anakukubali, lakini mwenzio Gideon tunavyoongea sasa hivi hayuko hai, ameuliwa kutokana na sababu tu ya kutoroka. John Ngwelu alikaa hivi akasikitika sana kuona rafiki yake kipenzi ameuliwa, Gideon. Siku inayofuata Mazombwe alimfuata John, akamwambia, una bahati, hii system kuwa hamna mtu ambaye anatoroka. John Ngwelu katika kujitetea akasema, mimi nilikuwa natoroka, nilikuwa nataka nikanywe tu pombe na kuona mji, ningerudi. Mazombwe akamwambia, kuwa makini, next time unaweza usiuone uhai wako tena. Mafunzo kwa vitendo yakaendelea. Kuna siku moja wakina John Ngwelu walipewa gari, wakaambiwa waende mpaka sehemu panaitwa Zambezi. Wakifika pale watakuta gari limepaki, washuke kwenye gari yao, waingie kwenye hiyo gari ambao watakuta wamepaki, kisha wataenda moja kwa moja mpaka kwenye mto unaitwa Zambezi. Wakifika kule watachukua ule mzigo ambao umeukuta mle, watautupia kwenye mto. Kama kawaida wakina John Ngwelu wakaondoka na gari yao moja kwa moja tap, ilikuwa ni Jeep Cherokee. Wakafika mpaka eneo la tukio, wakakuta pale kuna kenta imepaki. Wakaichukua ile kenta, nyuma yake kulikuwa kuna mzigo. Wakina John Ngwelu wakaangalia ule mzigo na nini, wakakuta mbona kama ni mzigo, ni mtu ndani yake. Lakini ule mtu akageuka akawaangalia akiwa na hema kwa tabu sana, uhai wake ukiwa karibu umefika mwishoni. Kwa mbali kabisa akasema, jamani vijana wangu, naombeni mnisaidie. Wakina John Ngwelu walikuwa wameingia uoga, wakaendesha gari lile mpaka kufika pale kwenye mto unaitwa Zambezi. Kufika pale, yule mtu bado anawaambia, jamani mnisaidie, mnisaidie. Wakachukua ile begi ambayo alikuwa yule mtu, wakaliingiza kwenye boti. Baada hapo wakaiendesha boti mpaka katikati ya mto. Lakini wakina John Ngwelu bado wanasita, wanatamani kumsaidia yule mtu. Kwa mbali hivi wanaangalia, wakamkuta afisa mmoja wa jeshi la Zimbabwe anawaangalia akiwa amejificha, anawaangalia wanafanya nini. Wakina John Ngwelu walichukua ule mzigo ambao ulikuwa na mtu ndani, wakautupia ndani ya mto. Baada hapo wakaendesha ile boti yao, wakachukua gari yao na kuondoka. John Ngwelu anasema hii ni moja ya mission ambayo ilimtia sana simanzi, na ni moja ya mission ambayo ilimfanya aendelee kufikiria mara mbili kujiunga na usalama wa taifa wa Zimbabwe. John Ngwelu miezi michache baadaye akapiga hesabu, akachimba. Lakini kabla ya kuondoka, John Ngwelu alisema lazima niondoke na kitu ambacho kitanilinda. Baada hapo alikuwa ameshapata mafunzo ya kufanya uspai pamoja na kuchukua taarifa za siri. Akavamia nyumba ya waziri wa ardhi. Waziri huo kipindi hicho alikuwa anaitwa Mutesa. Akachukua nyaraka za siri sana. Bwana John Ngwelu akaendesha gari lake mpaka kwenda Botswana. Kufika Botswana pale ikawa at least anapumua. Shaelewa? Pale Botswana John Ngwelu alikaa kama siku 2 hivi. Akasema hawa wao ni Botswana ni jirani sana, watanifuatilia. Shaelewa? Ndani ya kambi muda huo usalama wa taifa wote wameshajua kwamba John Ngwelu ametoroka. Taarifa zikafika makao makuu ya usalama wa taifa wa Zimbabwe. Zikamfikia hendola wake anaitwa Bwana Simbada. Simbada akasema, what? John Ngwelu ametoroka kijana wangu? Hii kazi mimi kama bosi nitamfuatilia mwenyewe. John Ngwelu baada ya kutoka pale Zimbabwe akaingia moja kwa moja kwenye nchi inaitwa Namibia. Kufika pale Namibia, John alienda kukaa kabisa nje ya mji, akaendelea na maisha yake. Sasa siku moja John Ngwelu amerudi katika nyumba yake, anakuta zile nyaraka za siri zimeibiwa. John Ngwelu akajua hapa wauni wameshafika.
hakuna mtu Namibia anaweza kanibia nyaraka hizi za siri. Akajua hawa watu wa nini wamefika. John Ngwelo akaamua kwenda kutoa taarifa kwa vyombo vya usalama vya Namibia. Vyombo vya usalama vya Namibia vilichukia sana, vikasema ina maana watu wa Zimbabwe wanafanya intelligence ndani ya nchi yetu. Ikabidi wapige simu kule Zimbabwe. Yote hayo, ile simu ikamkuta mtu anaitwa Simbada. Simbada kwa kujidai kabisa akasema huyo ni mtu wetu, tutamfuatilia tu, ana nyaraka muhimu sana. Sasa nyaraka hizo za muhimu zilikuwa ni zipi? Kuna nyaraka nyingine John Ngwelo aliondoka nazo, ni nyaraka ambazo zinaonyesha ushahidi wa kusadikika kabisa kwamba usalama wa taifa wa Zimbabwe ulikuwa unawafuatilia usalama wa taifa wa Marekani, yani CIA. Kwa hiyo alijua hapa huu ndo usalama wake, na CIA wakijua kwamba usalama wa taifa wa Zimbabwe huwa wanawafuatilia, ingekuwa ni kesi kubwa. Unaona? Kwa hiyo bwana John Ngwelo, hii ndio kwa ushahidi wake. Lakini John Ngwelo ili kujiweka zaidi usalama wake, ilibidi aende kuripoti kwenye gazeti ili hii habari iende dunia nzima. Kwa hiyo John Ngwelo pamoja na mwandishi wa habari walishirikiana kuandika hii habari yote kuhusu mambo aliyoyaona kwenye usalama wa taifa wa Zimbabwe. Na hapo bwana John Ngwelo aliapply citizenship kwenda kuishi Uingereza, na hiyo ndio ikawa salama ya John Ngwelo na kutoroka usalama wa taifa wa Zimbabwe.